Hujambo mtazamaji, karibu katika makala hii maalum inayoangazia changamoto na mafanikio ya baadhi ya akina mama wajasiriamali wadogo. Mtayarishaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi Martin Mhina. Mtazamaji, kila siku asubuhi mapema kabla ya jua halijachomoza vizuri, wanawake wengi huanza shughuli zao katika masoko na mitaa mbalimbali. Wengi wao hujipatia kipato kupitia biashara ndogo kama za kuuza mboga na matunda ili kuendesha maisha ya familia zao. Miongoni mwa wanawake hao ni Winifrida Festus almaarufu Mama Kisamvu, mkazi wa mtaa wa Mtonga, wilaya ya Korogwe, mkoani Tanga. Binti anayejitahidi kila siku kuhakikisha anapata kipato halali kupitia biashara yake ndogo ya kutembeza kisamvu. Naitwa Winifrida Festus, ni mkazi wa Korogwe. Najishughulisha na biashara ya mboga kisamvu. Nimeamua kuifanya kwa sababu inaniingizia kipato, alafu naimudu. Nimeanza kufanya nikiwa mdogo, nasoma. Nilikuwa kidato cha pili. Mtazamaji, hata hivyo biashara ya mboga haikosi changamoto. Changamoto nyingine ni ile unamwachia mteja biashara, unamwachia mboga hela, anakuambia utapitia baadaye, ukipitia anakuambia uje kesho. Ndio changamoto hizo. Changamoto nyingine ni pale mboga inapokosekana kipindi cha kiangazi, na kuwa mboga haipatikani. Inapatikana kwa shida. Mpaka naamua kuingia kwenye biashara zingine ambazo sijazoea. Mfano ni viazi sokoni pale Nyota na vitunguu. Nachukua mizigo ya watu, nauza, natoa mtaji wa watu, faida ni yangu. Napata hela ya kula na wanangu. Changamoto nyingine, sina friji. Mfano mboga kibakia, natakiwa nihifadhi kwenye friji kuepukana na kuchacha. Endapo nitapopata mfadhili wa kunisaidia friji hiyo, Mungu ambariki. Na pia mashine ya kumwagilizia kipindi cha kiangazi, nikipata nitashukuru sana. Kwa majina naitwa Joshua Mwakarobo, ni meneja mafunzo na usimamizi kutoka CRDB Bank Foundation. Leo hii nimefika hapa Tamwa nikiwa na mwakilisha mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank Foundation, Madam Turi Esther Mwambapa, ambaye yeye ni mbeba maono, naweza nikasema hivyo. Lakini leo kitu kikubwa ambacho mimi pia nimefurahi, tumeweza kukutana pia na wajasiriamali wadogo ambao wanajishughulisha na ujasiriamali katika mboga. Hawa ni watu ambao ni muhimu sana kwenye jamii yetu. Hata pia afya ambazo tunaona zinaimarika siku zote, zinaimarika pia kwa kupata chakula kizuri au mboga nzuri kutoka kwao. Lakini mambo mengi makubwa ambayo yameweza kufanyika leo, moja imekuwa ni kauli mbiu yetu ya siku zote ya kutoa elimu kwa wajasiriamali, ikiwa ni lengo la kuwajengea uwezo wao kuendeleza ujuzi katika kile wanachokifanya, hasa kwa kutoa elimu ya fedha, elimu ya ujasiriamali, na pia tumeahidi kutoa ushirikiano wa hali ya juu kwa kile wanachokifanya. Lakini katika maono yetu tunaamini kabisa huwezi ukamwezesha mtu kwa kumpatia elimu ya fedha, elimu ya ujasiriamali bila kumpatia mitaji. Watakwenda kupatiwa mitaji kwa level ile ambayo au kwa kiwango kile watakachokuwa kikihitaji kulingana na uhitaji wa biashara zao. Tutakwenda kuwasaidia, na kwa moja ya mashirikiano haya ambayo tumekuwa nayo na kushiriki leo kama wadhamini wa shughuli hii iliyofanyika leo, tunaamini tutakuwa na mpango mkakati mzuri ambao ni endelevu. Lengo tu ni kuwasaidia wajasiriamali wadogo waweze kutoka pale walipo na kuendelea kufika sehemu nyingine, ikiwa ni sehemu ya kujikwamua pia kiuchumi. Tunaamini kabisa katika nguvu au katika tija kubwa ambao wameiweka katika jamii. Kila wanachokifanya kitawasaidia, na ili kiwasaidie, sisi kama taasisi ya CRDB Bank Foundation kupitia programu ya Imbeju tutakwenda kuwawezesha kwa kuwapatia mitaji isiyokuwa na riba, mitaji isiyozingatia vigezo vigumu kwa wao kufikia, sababu kila wanachokifanya ndio msingi pia wa maisha yao. Mtazamaji, wanawake wengi katika biashara ndogo
Pia wakati mwingine hukumbana na changamoto zinazohusiana na unyanyasaji au dharau kutokana na jinsi yao. Unakuta unatembea na biashara yako, mwanaume anakuita anakutongoza. Lakini mimi nafanya biashara hii kwa ajili ya kulea wanangu. Ikingali nimetelekezwa na mwanaume kupitia tamaa za duniani. Amenitelekeza na watoto wawili ambao ni Abigaili na Gabrieli. Nalea mwenyewe na wazazi wangu. Mtazamaji, licha ya changamoto, Winifrida anasema biashara hii imemletea mabadiliko katika maisha yake. Ninachojivunia, inanisaidia, ninacheza vibati na vikoba, najiwekezea mpaka nikivunaga mwaka mzima, nampa mama na baba, wananiwekea benki kwenye akaunti yao. Nawekeza kwa ajili ya malengo yangu. Pia nilijenga nyumba kupitia kazi hii ya miti. Nikaweka na bati, palipofemea niliomba kwa majirani machakavu nikaunga nipate kujistiri na wanangu. Nimekaa muda mrefu nyumba ile na upepo wa mvua, nyumba ile ikataka kutuangukia. Kabidi niombe wazazi watustiri tuje tujihifadhi hapa nyumbani, wakati nafanya mipango mingine nijenge nyumba nyingine nzuri ambayo ni imara. Kingine nashukuru kwa kazi hii, nalea watoto wangu na wasomesha mwenyewe wanangu, wanavaa vizuri, na pia hela ya shule ya wakosi na wapa na wanakula. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa jitihada hii ya mboga. Nimepata mpaka wateja mahotelini, na hawa wanaopika kwenye maharusi na misibani wananishirikisha, naambia tuletee mboga na wapelekea. Na hawa pia majumbani nashukuru wananiungisha na migahawa midogo midogo masokoni kule migahawani, napeleka wanachukua mashuleni, napeleka wanachukua mpaka maaskari. Kweli binti huyu pia amekuwa msaada mkubwa kwangu au kwa wazazi na familia pia. Lakini kuna kipindi nikawa Mbeya, yeye amebaki na familia na wadogo zake hapa. Nilimpigia simu kamwambia, mwanangu, na changamoto kidogo kwa mdogo wako, umeenda chuo kikuu lakini nimefemea shilingi 60,000. Je, unaweza kuniazimia hata kwa mtu? Akasema, mama, hiyo sikupe shida. Kashangaa kidogo tu akanirusha 60,000. Kama mwanangu, umeipata wapi? Kisamvu mama. Ilifika wakati nikasema, mwanangu yeye anaitafuta, nitakurudishia. Akasema, hapana mama, niwasaidia wadogo zangu. Nikagundua mwanangu ana upendo pia, anajituma kwa ajili pia ya familia. Mtazamaji, maisha Winifrida ni mfano wa wanawake wengi wanaopambana kila siku kupitia biashara ndogo ndogo ili kujenga maisha bora. Kupitia juhudi na uvumilivu, wajasiriamali kama hawa wanaendelea kuwa sehemu muhimu ya uchumi wa jamii pamoja na familia zao. Kwa nukta hiyo, sina la ziada. Mtayarishaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi, Martin Mina.